Ijumaa Kuu tuna nini? Tunapata nini? Ujumbe mkubwa. Tunaweza tukawa na picha ya jumla kwamba Ijumaa Kuu tunakumbuka mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini tupate mwongozo kutoka kwako, baba wa kiroho, ndugu wa kiroho. Nashukuru, ni kweli ndugu katika Bwana. Ndio. Hiyo Ijumaa Kuu, siku hiyo kimsingi hakuna misa kabisa. Ijumaa Kuu mpaka Jumamosi jioni ndio naruhusiwa kuwa na misa, kwa sababu Yesu ni kama sasa baada ya hapo akaonekana tena, ndo akaingia kwenye kipindi cha mateso. Kwa hiyo lengo la hiyo ibada haitwi misa, ni ibada. Na mara nyingi inaanza kufanyika kuanzia saa 9 kipindi kile Yesu alipofariki. Kwa hiyo wengine wanafanya njia ya msalaba, ibada mbali. Mnaweza kuitumia jinsi mnavyopenda, asubuhi njia za msalaba na nini, sala, novena. Lakini saa 9 ikifika ndio inakuwa sasa na hiyo ibada ya Ijumaa Kuu, ambayo imegawanyika katika sehemu kuu 3. Ibada ya neno ambayo inaanzia pale mwanzo mateso, neno ambayo inaambatana na mateso, pale wanaimba mateso. Alafu katikati pale kuna kuabudu msalaba. Pale nifafanue, tunavyoabudu msalaba hatuabudu ule mti, tunaabudu kilichoupa thamani huo mti. Nitaka kuuliza hapo. Nashukuru unakuja hapo. Muhimu sana kujua. Yes. Kwa hiyo sio kwamba tunaabudu ile sanamu ya msalaba, hapana. Yaani kilichofanya ule msalaba uwe na thamani ni Yesu alikufa pale. Kwa hiyo sisi daima misalaba yetu ina sanamu ya Yesu, kwamba yeye alikufa msalabani. Na msalaba kweli kweli ulikuwa unatumika kuwaua wanyang'anyi, watu mbalimbali. Yesu ndo alikufa kama mnyang'anyi kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo tunachofanya, tunamwabudu Yesu, Mungu aliyekufa msalabani, na sio ule mti. Kwa hiyo tunaposema huu ni mti wa msalaba ambao umetuletea wokovu, ni sio zaidi ule mti, ni kwamba kutokana na kile kilichokuwepo kwenye ule mti ndio kila mtu anaabudu kwa namna yake, kushika, wengine kuinama. Alafu baadaye unawekwa pale, ndio inafuata sasa sehemu ya pili ya Ekaristi Takatifu ambayo ilishabarikiwa jana yake kwenye misa ya Alhamisi Kuu. Ndio tunaanzia pale baba yetu na kila mtu anakomunika. Baadaye hakuna tena baraka. Shakomunika, kuna sala ya mwisho, baadaye inaishia pale. Asante ndugu katika ndugu yetu wa kiroho. Ni vitu gani haturuhusiwi kufanya? Wengi tunaweza tukawa tunajua kwamba turuhusiwi kula nyama siku ya Ijumaa Kuu. Lakini mfano nichukulie mtu ambaye yupo kwenye hatari ya kifo. Siku hiyo anaweza kubatizwa, anaweza akapewa mpaka wagonjwa siku hiyo. Sasa tujue watu wasije wakawa wanakosea ama wanatembea nje ya maelekezo ya dini ya kanisa. Katika hali ya dharura ni wazi, ina sakramenti kama hiyo ya ubatizo. Kama mtu yuko kwenye hatari ya kufa, ni wazi huwezi kuacha unambatiza katika hatari ya kufa. Lakini kitu ambacho hakiruhusiwi ni misa rasmi. Misa hairuhusiwi. Hata kumpa komunyo Ekaristi Takatifu mgonjwa, hasa kwa sababu Ekaristi tayari ilishabarikiwa. Kwa hiyo siku hiyo haikatazwi kutoa Ekaristi. Kubatizwa kwa dharura kwa mtu anayekaribia kufa inaruhusiwa. Kitu ambacho haturuhusiwi kufanya siku hiyo ni kama kanuni, sio sheria ya kanisa anavyosema, au tuseme kwamba kuna mambo ambayo hatuwezi kufanya Ijumaa Kuu na Jumatano ya Majivu. Hivyo kula nyama, niseme ni kufunga na kujinyima. Kufunga kwa maneno mengine ni kwamba kama tumezoea kula milo 3, unafunga walau unakula mlo mmoja kwa siku. Kujinyima ni kwamba kama umezoea kula nyama au kula samaki, au unajinyima hiyo nyama, unajinyima maziwa, unajinyima mayai hiyo siku. Kwa hiyo ndio tofauti kati ya kujinyima na kufunga. Kwa hiyo siku inakuwa ina fulani ya toba, kutafakari mateso ya Bwana wetu. Wengine wanafunga siku nzima kabisa, wali chochote, wengine wanakunywa maji tu. Ila sasa kuna wale wazee ambao kutokana na afya yao hata miaka 60 kwenda juu hawalazimishwi. Wakipenda kufunga ni sawa, na watoto wadogo chini ya miaka 7. Hao wanaruhusiwa kutokufunga, kwa sababu inawezekana kuna kitu ambacho akikosa siku hiyo kinaweza kikasababisha afya yake kuwa matatani. Kwa hiyo yeye akiamua mwenyewe anafunga sawa sawa, lakini halazimishwi. Kwa mtu ambaye amejisahau akajikuta amekula nyama kwa kutokukusudia, ashaanza kula ndo anakumbuka leo ni Ijumaa Kuu, anatakiwa kufanya kitubio kuungama hiyo kama dhambi ama imekaaje? Sawa kabisa. Kwa kweli nitamshangaa sana Mkristo Mkatoliki atasahau hiyo siku ni Ijumaa Kuu. Wengi wanafanya hivyo, baadhi wanafanya, samahani, wengine wanafanya hivyo. Kama imetokea kwamba umefanya aidha kwa kujisahau, kuna mazingira ambayo unakuja kukumbuka kumbe leo ni Ijumaa Kuu, unafanya tu kitubio.
kabla ya Pasaka, kama hakuna padi hata baada ya Pasaka. Kusema kwamba nilikula nyama siku ya Ijumaa Kuu, nilikuwa nimepitiwa. Kipindi hichi ni kizuri sana cha kufanya reflection na toba, kwa hiyo ni muhimu sana. Kitubio inaruhusiwa kufanyika siku hiyo. Siku hiyo ndo siku maalum, sakramenti nyingine zinafanyika kitubio tena sana. Kwa hiyo tena siku hiyo kama sisi tunakuwa ofisini wanakuja, mtu yeyote ndo siku ya kujiandaa.